ni mengi sana kwenye michezo na tuko hapa na Hamisi Kabwe, mchambuzi wa michezo, kuyazungumza mengi. Kubwa zaidi tunaanzia mitaa ya Msimbazi pamoja na TRA. Mchezo ambao ulitarajiwa kuchezwa leo mishale saa 10 za jioni umegairishwa. Sababu kubwa imeonekana uwanja umejaa maji. Tuko hapa na mchambuzi Kabwe kujua ili swala la miundombinu imekuwa kama limeshindwa kutibika hasa kwenye ligi yetu. Nini shida hadi inafikia hatua mchezo uwanja kujaa maji na mchezo kugairishwa? Kabwe, kwema kaka? Kwema Salome, mambo yaendaje? Yako vizuri. Mimi nimesikitika bwana, kwa sababu nilikuwa nataka nione mechi ya ligi kuu Tanzania bara. Unajua kuna mechi alafu na mechi ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa mechi za ligi kuu Tanzania bara ni chache, mechi za ligi kuu ni nyingi. Mechi za ligi kuu Tanzania bara ni chache, ila mechi za ligi kuu ni nyingi. Kuna tofauti gani? Mechi ya ligi kuu Tanzania bara ni mechi ambayo ina ushindani. Yaani kinapigwa, kinawaka kweli yani. Mimi nilitegemea leo mechi ingekuwa na ushindani mkubwa sana. Kwanza kutokana na kocha Etienne Ndairagije, kocha ambaye ana CV kubwa, kocha mkubwa kabisa, uwezo mkubwa wa kimbinu. Lakini pili, kocha wa Simba Steve Becker, mmoja kati ya makocha wakubwa barani Afrika, kocha mzuri, uwezo mkubwa wa kimbinu. Lakini tatu, ubora wa kikosi cha TRA, na siku za hivi karibuni wamekuwa wakitoa ushindani mkubwa sana. Ya kina Salum Chobwedo, kina Dennis Nkane, sio vizuri wakina akandwa nao. Akandwa nao. Huyu Simba anamkumbuka huyu. Mnafikiri msimu juzi kwenye mashindano ya Mapinduzi aliwachukua ilikuwa ni mwaka jana, si mwaka juzi, kitu cha namna hiyo. Mwaka juzi aliwachukua akawakandwa nao. Akawakanda vizuri sana. Kwa hiyo wana quality hiyo ya kuwapa game ngumu Simba na wenyewe, kutokana na ubora wa mchezaji mmoja wakina Anset Oura, kina Inos Luemba. So tungepata mechi fulani hivi ya maana, yani mechi fulani hivi kali. Mimi napenda mechi zenye ladha ligi kuu Tanzania bara. Napenda hizo mechi zenye ushindani. Yani Simba anachukua alama anasema sio masiara. Sio anachukua alama yani kirahisi, yani kiukweli ligi yetu ndio imekuwa na hizo mechi nyingi ambazo kiuhalisia kwangu mimi kiukweli zimeanza kupoteza mvuto. Nimeanza kupoteza nazo mapenzi kabisa hizo mechi. Mechi ilisubiriwa lakini mechi finali haipo tena. Yes. Kwa sababu ya uwanja. Umeutazama uwanja. Nini hasa baada ya hili tukio kutokea limekuja kwenye akili yako Kabwe? Kwa haraka nimejaribu kuwafikiria bodi ya ligi, TFF pamoja na wamiliki wa viwanja. Unajua thamani ya kitu inatengenezwa na nyinyi wenyewe. Mkishindwa kutengenezea hicho kitu thamani, hata watu wengine huko nje hawezi kukipa hicho kitu thamani. Sio vizuri, maana juzi kati hapa kulikuwa kuna mjadala kuhusiana na nakumbuka alianzishaga Alikamwe huu mjadala kuhusiana na ligi yetu. Wachambuzi tunaizungumzia vibaya, sio vizuri wakati ndio hiyo imefanya tumeajiriwa, vipindi vya michezo vimekuwa vingi na kadhalika. Lakini tujiulize, thamani ya ligi inashushwa na wachambuzi kuizungumzia vibaya kulingana na mapungufu yaliyokuwepo, ama thamani ya ligi inashushwa na wenye ligi wenyewe kutokuitengenezea thamani? Mfano, eneo la miundombinu. Watu walitaka tukae kimya wakati miundombinu ambayo inafanya hii ligi ichezwe ni mibovu. Kwa hiyo watu walitaka tukae kimya, tusizungumze. Tukizungumza ni vibaya. Tusipozungumza unafikiri haya matatizo yatatulika? Kama wao kweli wanaithamini na kuipenda hii ligi yetu, kwa nini wasitengeneze hiyo miundombinu? Kwa akili, kwa haraka akili yangu, kilichokuja kwenye akili yangu ilikuwa ni kwamba bado bodi ya ligi, TFF, hata au CCM wenyewe ambao wanamiliki hivi viwanja bado wameshindwa kuithamini hii ligi yetu. Kwa sababu ni kweli CCM wanamiliki hivi viwanja.
Of course inawezekana wakawa wanaingiza fedha kwa njia nyingine pia, lakini moja kati pia ya chanzo cha mapato kwenye hivi viwanja ni hizi mechi kuchezwa pale, si vizuri. Kwa lazima kuna eneo hata hao wamiliki wanaomiliki viwanja wathamini, si vizuri. Yani wasifanye bora liende, yani kwa sababu tunapata hela kupitia labda matamasha ya muziki, kupitia sijui vitu vingine tofauti na kadhalika, basi hakuna haja ya kutengeneza pichi, hakuna haja ya kutengeneza miundombinu hiyo. Kwangu mimi siwezi kukubaliana nayo. Ina maana pia na wao ni miongoni mwa vyanzo vya kuishusha thamani ligi yetu. Hapa na wazungumzia wamiliki wa viwanja ambao ni CCM, ambapo kiuhalisia wanapaswa kuvitengeneza vizuri viwanja ili thamani ya ligi yetu iendelee kupanda. Hata wao wanatakiwa play part kwenye hili, sio vizuri. Tunakuja sasa kwa bodi ya ligi na TFF, wao ndo wanalinda thamani ya hii ligi. Sisi kazi yetu ni kuripoti wanahabari na kukosoa na kusifia sehemu ambapo tunapoona ni sahihi na sehemu ambapo sio sahihi, sio vizuri. Tumeripoti, kwa mfano kama leo ripoti zimetoka waandishi wa habari kwamba kiwanja kimejaa maji, tutakosoa. Bodi ya ligi na TFF hawajui kwamba mikoani hivi sasa mvua zinanyesha kwa wingi? Kwa haraka walichukua tahadhari, si ndio? Maana yake tunazungumza kuhusiana na kiwanja cha Sokoine Mbeya, wakisema kwamba mvua ikinyesha kile kiwanja kinajaa maji, matope yanakuwa mengi, kwa hiyo mechi ya Yanga na Tanzania Prisons ilikuwa haiwezi kuchezwa, si ndio? Maana yake ni vipi walishindwa kuchukua tahadhari kuelekea mechi ya TRA na Simba Sports Club? Wakati huo TRA walikuwa hautumii ule uwanja, walikuwa wanatumia uwanja wa Black Rhino ambao uko Manyara, sijui nafikiri Arusha, sio vizuri. Ina maana kama walikuwa na muda wa kwenda kukagua ule uwanja na kujua eneo la miundombinu vipi, sio vizuri. Kama haiwezekani, basi Simba na TRA wangeenda kucheza Black Rhino kwa sababu ya kutokulimbikiza viporo na kuweza kuiokoa hii ratiba ambayo imekuwa ni ngumu sana na imekuwa hovyo mpaka inapelekea vilabu vingi vinaumia. Kuna vilabu vinacheza mechi 6 ugenini, kuna vilabu vinacheza mechi back to back. Kwa mfano kocha wa Yanga amelalamika, kocha wa Azam FC Florent Ibenge amelalamika, na makocha wengi wamekuwa kilalamika kwa sababu ratiba imekuwa back to back, kwa sababu ratiba imekuwa mbovu na wameshindwa kupangilia eneo la miundombinu na kuthaminisha hii ligi vizuri. Akili mwangu mimi kimeingia hicho kitu kwa haraka. Kwa hiyo nikasema bodi ya ligi, kwa nini walikuwa wana haraka kuhairisha mechi ya Tanzania Prisons na Young Africans kwa kuhofia labda mvua na yale matope kwenye eneo la miundombinu? Lakini baadaye alikuja meneja wa uwanja, nakumbuka alikuja mbunge wa pale Mbeya, akasema kwamba wao lile tatizo walikuwa washafanya nini, washarekebisha. Vipi kuhusiana na tahadhari na mechi ya Simba na TRA ya Arusha? Hii mechi inaahirishwa mara tatu inaahirishwa hii mechi. Haiwezi kuwa sawa. Kipindi hicho Simba hichi kinaenda kuwa kiporo chake cha pili, anakuwa na viporo viwili. Yaani wakati mnapambana kuvipunguza viporo, mnaenda tena kuongeza viporo vingine. Uone kuna shida hapo kwa bodi ya ligi na TFF kwenye namna gani ya kuweza kuangalia hii miundombinu, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba miundombinu yetu sisi ya viwanja ni mibovu, hususan viwanja vya mikoani, na sometimes mpaka uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja wa Benjamin Mkapa tunaona unajaa maji pale, watu wanahangaika kutoa na mop. Uongo kweli? Sasa hii haiwezi kuwa sawa. Watu ambao wanasimamia hivi viwanja kuanzia mamlaka, kwa mfano kama serikali inasimamia uwanja wa Benjamin Mkapa, nakumbuka pia CCM pia wanasimamia viwanja hivi vya mikoani vingi, wanapaswa kuvitengeneza, wanapaswa kuvirekebisha, kwa sababu hii pia ina gharimu hizi timu, kwa sababu hizi timu zinatoa fedha kwenda kukodisha ule uwanja. Yaani wewe Salome, haiwezekani wewe ni mwenye nyumba, mimi nakuja kupanga kwako, sio vizuri. Najua nyumba yako ni nzuri, haivuji, haifanyi nini, iko safi, na umenihakikishia hilo.
Alafu mimi nakuja kukupa kodi yako vizuri tu. Alafu baada ya muda fulani nashangaa Nandi mvua inanyesha, maji yanaingia ndani. Wewe jukumu lako si kurekebisha pale. Sio maana yake. Sasa tujiulize kwa nini watu wanaomiliki hivi viwanja hawataki kurekebisha? Kama hawana umuhimu navyo hivi viwanja, basi wangejaribu kuingia basi ubia na baadhi ya watu waweze kuvirekebisha hivi viwanja, ikiwemo vilabu. Mimi kwa ushauri wangu wangeingia makubaliano binafsi na hawa wamiliki wa hivi viwanja CCM kuweza kuilinda pichi na miundombinu ile ya pichi, ili viwanja vichwe vinajaa maji, ili kuepukana na hii issue ya kuhairisha mechi. Mimi nafikiri kwa upande wangu mingi kwa ni vizuri sana, na bodi ya ligi kushirikiana na TFF wanapaswa kulisupport hilo, kwa sababu eneo pekee ambalo tunalitegemea sisi watu wa mpira wa miguu ni eneo la pichi. Kwa tuna haki zote za kuwafuata wanaomiliki hivi viwanja kwa maana CCM na kuambia jamani, kama mmeshindwa nyinyi kutunza lile eneo, basi tupeni sisi, alafu tutakatana kwenye kodi. Nafikiri inaweza ikawa ni solution kama wao wameshindwa kutengeneza, ila hii sio mbaya, haileti taswira nzuri kwenye ligi yetu. Ndio maana tunapokataa kwamba hii ligi sio ligi namba 5 kwa ubora, tueleweke. Kitu pekee ambacho kinatufanya pia ligi kuwa namba 5 kwa ubora au namba 6 au ligi kuwa iko katika viwango vya juu zaidi, na miundombinu pia imo. So kuna eneo bodi ya ligi, TFF pamoja na wamiliki wa hivi viwanja wanaukosea sana mpira wa Tanzania. Honestly speaking, hawaupi thamani, na wao ndio chanzo cha ligi kuu Tanzania bara kushuka thamani. Hebu tuje hapa Kabo, umezungumzia kwamba kulikuwa kuna namna ambayo bodi ya ligi na TFF wangechukua tahadhari mapema kama ambavyo walifanya kwenye uwanja wa Sokoine. Tulishuhudia pressure ambayo ilipelekwa kwao baada ya uwanja wa Sokoine kuchukuliwa hiyo tahadhari na mchezo ukapelekwa sehemu nyingine. Uoni kwamba hivi mambo ya Usimba na Uyanga hapa tena ingechukuliwa tahadhari kwenye uwanja wa Arusha, ingeonekana tena Simba kama inapewa favor kwa namna ambavyo mambo yanavyoenda? Huenda hiyo pia pressure inavyopelekwa kwa bodi ya ligi na wanyima uhuru wa kufanya maamuzi. Umezungumza vizuri sana Salome. Bodi ya ligi hawapaswi kufanya kazi kwa kuwafikiria Simba na Yanga. Wanapaswa kufanya kazi kwa uweledi. Wanapaswa kufanya kazi kwa kuipa thamani ligi, sio kuwapa thamani Simba na Yanga au kuwafikiria Simba na Yanga. Sibula vizuri. Pressure ilikuja kwenye uwanja wa Sokoine Mbeya kwa sababu ule uwanja ulifungiwa karibia mara 3. Sibula vizuri. Mara ya mwisho ule uwanja ukafunguliwa tarehe 19 mwezi wa pili. Ukachezwa mechi hizi 3 tu. Sibula vizuri. Mechi ya mwisho ilikuwa ni mechi ya Azam ambayo ilikuwa inaonyeshwa live kwenye TV, na kuna mechi pia ilichezwa pale na nimesikia ya Mbeya City ya kombe la nini la TFF. Lakini kama haitoshi, kwa ripoti zilizokuwepo ni kwamba meneja wa uwanja anasema ule uwanja kabla ya kufungiwa haukwenda kukaguliwa. Sijui unanielewa vizuri, ule uwanja haukwenda kufanya nini? Kukaguliwa. Kwa nini ulifungwa wakati haukwenda kukaguliwa? Ina maana walifunga bila kwenda kufanya nini? Kukagua. Na uwanja unatakiwa kukaguliwa baada ya siku 7 ndio mechi ifanye nini? Ichezwe. Kwa hiyo ambacho sisi tulikuwa tunasemea ni kwamba TFF wanajua kabisa hivi viwanja miundombinu yake ni mibovu. Sio maana yake? Tena afadhali uwanja wa Sokoine kwa sababu tayari ushatengenezwa yale matoleo ya maji. Kwa sababu na wenyewe ulikuwa unajaa maji. Matoleo ya maji yale yalikuwa yanabakia ni matope. Ndio maana wakaweka mchanga. Sibula vizuri. Uwanja wa Nandi wa Arusha maji yanatuhama kabisa, yani maji yamekaa, umeona maji yamekaa. Kama sisi kule kwetu tunaitaga majaruba yale ya kulimia mpunga. Ile ni jaruba kweli. Umeona? Basi mali ni jaruba. Au pale wanalima mpunga pale. Umeona? Kwa kama miundombinu kwenye eneo hilo kabisa inaonyesha kabisa kwamba maji yanakuwa yanajaa pale, ina maana kwenye eneo la Nandi la miundombinu hasa kwenye yale matoleo ya maji, na maana hapako vizuri. Ni sababu ambayo ukiitoa hiyo sababu watu wanakuelewa.
Yani usifanye kwa sababu ya kuwaridhisha watu wa Yanga wala watu wa Simba. Fanya kwa sababu wewe ni TFF, wewe ni bodi ya ligi, wewe ni mkubwa na unafanya kazi yako kwa uweledi, na usifanye kwa sababu ya kuwapendelea watu fulani. Fanya kazi kwa uweledi kwa sababu ndivyo ambavyo inapaswa kuwa. Watu sio wamejionea, sio maana yake. Na kizuri zaidi, ule uwanja ulikuwa hujatumika muda mrefu, na ule uwanja mara ya mwisho wakati unatumika ulilalamikiwa. Tena Yanga wenyewe walicheza na Coastal Union kama unakumbuka. Unakumbuka ile mechi? Baleke anafunga goli la utata la offside. Unaikumbuka ile? Uwanja ulikuwa mbovu, Simba alicheza wakashinda goli 3 pale bila, ilikuwa ni zidi sijui ya KMC, sijui kwa dhidi ya nani. Nakumbuka alipiga hat-trick, nakumbuka Steve Dese Mkwala, nakumbuka kisha namna hiyo. Sio vizuri. Kwa hiyo kwenye eneo hilo Salome, mimi nawapinga bodi ya ligi na TFF ya kwamba endapo kama wangeufungia labda uwanja wa Nandi wa Sheikh Amri Abeid Karuta, watu wangeanza kupiga kelele kwamba labda wamebalance. Hapana. TRA pia wanatumia uwanja wa Black Rhino. Ule uwanja wa Black Rhino ni uwanja mzuri kweli yani. Wametoka kushinda magoli 2-0 dhidi ya Namungo. Si wangehamishia tu pale dakika 0? Sio maana yake. Na kutoka pale mpaka pale sio mbali. Yaani unamaanisha hii game ingepigwa tu? Hii game ingepigwa kama TFF wangeenda kukagua uwanja mapema. Na ndio wakahamisha mechi kupeleka kwenye uwanja. Black Line kwa sababu pale ni karibu. Sio mbali kama jinsi ambavyo ilivyokuwa hapa katikati. Preparations zilikuwa nyingi za mechi kutoka Mbeya kuipeleka sijui Tabora, kutoka Tabora kuirudisha Dodoma. Sio vizuri. Pale Arusha na Black Rhino pale ni karibu. Sio vizuri. Kwa kama wangekagua mapema na wangechukua hizo tahadhari mapema, wangewaambia kabisa TRA bwana, TRA ule uwanja miundombinu yake sio mizuri. Ile mechi mnavyoipeleka pale hapana. Mvua ikinyesha pale mechi haitochezwa. Sio vizuri. Kwa tafuteni uwanja mzuri ili mechi ikafanye nini? Ikachezwe. Kimya wangewaambia TRA na kadhalika. Kungekuwa kuna maneno. Kwa sababu wale uchagua ule uwanja walikuwa ni TRA. Kungekuwa kuna maneno. Lakini wakifanya kwa sababu wanawaridhisha mashabiki wa Simba na Yanga, au kwa sababu ya kubalance, eti kwa sababu tu watu walipiga kelele kuhusiana na uwanja wa Sokoine Mbeya, na kwa sababu uwanja wa Sokoine Mbeya walikuwa sahihi, kwa sababu uwanja ulikuwa unaonekana una vigezo vyote vya kuchezea ule mchezo, basi watakuwa wana meno TFF na bodi ya ligi. Na watakuwa basi viongozi ambao watakuwa hawafai kuongoza sasa hilo shirikisho. Kwa nini ufanye kwa sababu ya kuwaridhisha watu? Fanya kwa sababu ya uweledi. Kwa kuna eneo bodi ya ligi, TFF pamoja na wanaomiliki viwanja wanaiangusha ligi yetu, wanaishusha thamani ligi yetu. Sio vizuri. Wanaishusha thamani. Wewe huwezi kuwa na nyumba afu kaiacha chochote nyumba ichakae kwa sababu eti ni ya kwako na nini. Ipo siku watu watakukimbia, watu kuja tena kupanga kwako. Kwenye hili wanaomiliki hivi viwanja wanatakiwa wajue kwamba ipo siku watu watakimbia vile viwanja. Ndio maana sasa hivi timu zinaamua kutengeneza viwanja vyao. Tumeona Mtibwa walikuwa wanatumia Manungu, wanautengeneza ule. Tumeona sasa Singida wameshakimbia sasa. Liti wamekimbia Liti, wametengeneza uwanja wao kule Airtel. Sio vizuri. Tumeona sasa hivi JKT wamekimbia, wanacheza Meja Jenerali Samuyo. Tumeona KMC na wenyewe wametengeneza uwanja wao Namungo. Umeona hii? Ipo siku mimi nakwambia ukweli. Hivi viwanja vinaomilikiwa na Nandi na Chama cha Mapinduzi havitotumika kabisa kwenye ligi kwa sababu wameshindwa kuvitunza. Watakimbiwa na mwisho wa siku wanaokosea mpira wa Tanzania kwa sababu thamani yake inazidi kushuka. Haiwezi kuwa sawa kiukweli. Maswali yamekuwa ni mengi mara baada ya mchezo sasa kutajwa kwamba haupo tena. Nini kinaenda kutokea? Kanuni inasemaje kuhusiana na huu mchezo tukienda kuzitazama kugairishwa kwake? Unasimama kwenye kanuni namba ngapi na nini sasa kinaenda kufanyika hapa? Wapo baadhi ya watu nimeona wameanza kusema kwamba mechi inabidi ipigwe kesho hata asubuhi. Kanuni ikoje kwenye hili? Sasa hao
Au sasa ndio wao mashabiki ulikuwa unawasema wewe hao. Hao mashabiki ambao wao huwa hawafikirii, wao wanachokiona ni Simba na Yanga. Simba vizuri, wacheze ushabiki ule. Kipigwe. Bodi ya ligi na TFF hawapaswi kufanya maamuzi kwa sababu eti hao wanasema kipigwe tu kesho. Kinapigwaje kesho wakati mvua bado zinaendelea kunyesha pale? Simba vizuri. Mimi na wewe sio Mungu, wala bodi ya ligi sio Mungu. Umepanga kesho tena mvua ikinyesha, au tena mvua ikinyesha tena kesho na kueje? Simba vizuri. Kwa lazima mjipe muda na tahadhari ili kuhakikisha mnaupangia huu mchezo sehemu salama zaidi na siku nyingine na tarehe nyingine. Uwezi tu kukurupuka kwa sababu tayari ilishaonyesha kabisa kwamba miundombinu ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid sio mizuri na mvua zinaendelea kufanya nini? Kunyesha. Lakini pia kanuni haisemi hivyo. Kanuni ya 34 kuahirisha mchezo inasema hivi. Kanuni ya 34 kuahirisha mchezo. Simula vizuri. Kipengele cha moja cha moja ni kipengele cha nandi cha timu ya taifa kama inacheza. Yes. Kipengele cha 1.3 ambayo inasema sababu ya dharura au na yenye msingi itakayokubaliwa na TPLB. Umeona hiyo? Hiyo ni kanuni ya 34 1.3. Sababu ya dharura ama sababu itakayokubaliwa na nini? Na ya msingi itakayokubaliwa na nani? Na TPLB. Ambapo tunaona sababu ile ni ya msingi, sio ya msingi. Ni ya msingi. Twende sasa kwenye kanuni ya hiyo 34. Ni kipengele cha ngapi? Cha 1.4 kichwa namna hiyo. 1.4 inasemaje? Inasema endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa binadamu yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika. Sasa kwa kifupi yale sio matatizo ambayo yako nje ya binadamu, tusidanganyane. Miundombinu hamjatengeneza wenyewe. Hamjaenda kukagua wenyewe. Sasa hayo ni matatizo ambayo yako nje ya kibinadamu. Ndani ya kibinadamu. Hayo matatizo yapo ndani ya kibinadamu. Yaani nyinyi mlipaswa kwenda kukagua ule uwanja kabla ya nini? Ya huu mchezo kuchezwa. Baada ya hapo mkiona kuna matatizo mchezo uhamishwe sehemu nyingine tena siku 7 kabla. Simba vizuri. Kwa hiyo inakufa kifo cha kawaida hicho kipengele cha 1.4 kinakufa kifo cha kawaida. Kipengele ambacho kinasimama hapo ni kipengele cha 1.3. Dharura ama sababu ya msingi itakayokubaliwa na TPLB na TFF. Na tukija kwenye hiyo kanuni hii ambayo umesema inauliwa moja kwa moja, ambayo yenyewe ndio inadai kwamba kwenye hiyo kanuni mchezo utachezwa siku inayofuata au muda mwingine wa karibu zaidi kadri ratiba inavyoruhusu. Huenda hii kanuni ndio watu ambao wanasema kwa nini isipigwe kesho. Sasa hiyo kanuni haijatumika kuahirisha huu mchezo pale. Sababu ya dharura. Kanuni timu zimefika pale uwanjani. Of course. Timu zimeshafika, vikosi vimeshatoka, marefu walishafika, kila kitu kimefika. Kanuni iliyotumika kuandika kuahirisha mchezo pale ni kanuni ya 1.3. Dharura ama sababu ya msingi inayokubaliwa na TPLB na TFF. Ndio maana kamishna akaamua kufanya nini? Kuahirisha nini? Mchezo. Hilo sio sababu ambayo iko nje ya uwezo wa kibinadamu. Hilo sio sababu ambayo iko nje ya uwezo wa kibinadamu. Tuheshimiane Salome. Sio sababu ambayo iko nje ya uwezo wa kibinadamu. Sio dharura. Ni dharura. Si ndio hiyo sasa? Ile ni dharura. Kwani mchezo sio ushapangwa na ulikuwa unatakiwa uchezwe? Hiyo ni dharura. Ni dharura kwa sababu si imetokea, kwani ina maana wao hawakutegemea kama yale maji yanafanya nini? Yatajaa kiasi kile. Na ndio maana timu zote zimefika pale. Wakakutana na hiyo dharura. Maji yamejaa. Kwa nini? Ndio tukirudi sasa tunakuja kwa nini tukianza sasa kuhoji. Kwa nini? Kwa sababu miundombinu ni
mibovu, ambapo kiuhalisia miundombinu kuwa mibovu hiyo sio nje ya uwezo wa kibinadamu. Hiyo ni ndani yako, ni ndani ya uwezo wa kibinadamu, ambapo wewe unapaswa kuitengeneza ile miundombinu au kukagua uwanja kabla. Kwa maelezo hayo tunasubiri tarehe nyingine ipangwe na TPLB kwa mujibu wa kanuni. Hicho hapo kipengele hiyo cha 3.1 hichi hapo kipengele kwenye kanuni ya 34 inajieleza kabisa, malizia mwishoni hapo. Mwishoni kabisa. Hii ni ya 1-4 tumeshaisoma kwamba mchezo utakaochezwa siku inayofuata. Hii ni ya 1-4. Hii hapa nakupa. Malizia ya mwisho hii hapa. Mchezo wowote. Mchezo wowote ulioahirishwa chini ya kanuni ya 34(1.1) utapangwa tena katika tarehe itakayoamliwa na TPLB. Rudia tena hapo. Rudia tena, umeruka hapo. Mchezo wote ulioahirishwa chini ya kanuni ya 34 kifungu cha 1.1 1.3 utapangwa tena. Unaenda mbona haraka kama unatembea? Ndio tunarudi pale. Kanuni iliyotumika kuahirisha mchezo kati ya Simba na TRA ni kanuni ya 1.3. Dharura ama msingi, sababu ya msingi itakayokubaliwa na TFF ama TPLB. Ambapo sasa kwenye hitimisho chini hapo inasema kwamba utapangwa tena katika tarehe itakayoamliwa na TPLB. Sio kesho. Mchezo utapangwa tarehe nyingine itakayoamuliwa na TPLB, kwa maana ya bodi ya ligi. Simba arejee mjini. Simba anarejea, nafikiri anaweza kutoka pale Arusha kaenda Mwanza. Si ndege ipo pale. Kutoka pale Mwanza waenda wakacheza na Pamba Jiji. Ila linabaki kuwa funzo kwa mamlaka, kwa maana ya TPLB, TFF na wamiliki wa viwanja kwamba wanaishusha thamani na hadhi ligi yetu, kwa sababu haya matatizo ya miundombinu hayajaanza juzi, jana, leo, kesho. Fikiria mechi ya Simba leo hii na TRA ilikuwa inafuatiliwa na nchi ngapi na watu wangapi? Fikiria. Baadaye mnakuja kututupia sio lawama wachambuzi, sijui eti ndio tunaishusha thamani ligi yetu. Kisa kuongea ukweli haiwezi kuwa sawa. Nashukuru sana.